Zao la mahindi ni mojawapo ya nafaka ambazo zinajulikana sana humu ulimwenguni. Hebu tupate taslifu kamili katika makala yetu kuhusu Ifahamu China. China inaongeza juhudi za kukuza aina za mahindi yenye protini nyingi kama sehemu ya mkakati mpana wa kupunguza utegemezi wake wa soya ambayo inaagiza kutoka nje kwa matumizi ya chakula cha mifugo. Mpango huu ulivutia sana wakati wa vikao viwili vilivyokamilika hivi karibuni, ambayo ni mikutano muhimu zaidi ya kila mwaka ya kisiasa nchini China. Mshauri wa kisiasa Yang Jiabing, ambaye ni rais wa chuo kikuu cha kilimo cha Huazhong, alisisitiza jinsi mahindi yenye protini nyingi yanaweza kubadilisha sekta ya kilimo na lishe ya mifugo. Mahindi haya si kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja kwa binadamu, bali yanakusudiwa hasa kama chakula cha mifugo. Husaidia upungufu wa nafaka zenye protini nyingi katika ufugaji wa wanyama. Mahindi haya yanajulikana kwa kiwango chake cha juu cha protini kwenye punje. Wakati mahindi ya kawaida yana takriban 8% ya protini, aina mpya hii ya mahindi yenye protini nyingi inalenga kuongezea kiwango hiki kwa angalau 1%. China ilizalisha jumla ya tani milioni 290 za mahindi mwaka uliopita. Wataalam wanakadiria kwamba ongezeko la 1% ya protini kwenye mahindi linaweza kuongeza tani milioni 2.9 za protini kila mwaka. Ikiwa itatumika ipasavyo, hii inaweza kupunguza uagizaji wa soya kwa tani milioni 7 hadi 8 kwa mwaka. Kwa sasa mahindi yenye zaidi ya 10% ya protini tayari yamepandwa katika zaidi ya hekta 660 za ardhi kote nchini China. Mahindi haya si kwa ajili tu ya matumizi ya moja kwa moja kwa binadamu, bali pia yanakusudiwa kama chakula cha mifugo, kusaidia upungufu wa nafaka zenye protini katika ufugaji. Kwa kawaida, soya hutumiwa kama chanzo cha protini katika chakula cha mifugo. Hata hivyo, mahindi yenye protini nyingi yanaweza kupunguza hitaji hilo la mlo wa soya, hivyo basi kushusha gharama za chakula cha mifugo na pia kupunguza utegemezi wa uagizaji wa soya. Kuku na nguruwe wanahitaji nguvu na protini katika lishe yao. Mahindi ni chanzo kikuu cha nguvu, huku soya au unga wa soya ukitoa asidi muhimu za amino na protini. Moja ya malengo yetu ya kukuza mahindi yenye protini nyingi ni kupunguza uagizaji wa soya. Wataalam wanasema kwamba mahindi yenye protini nyingi hayahitaji mazingira maalum ya kilimo ikilinganishwa na aina za kawaida, na yanaweza kupandwa kwa wingi kote nchini.